Bwana, leo nimekuletea ramani ya vyumba vinne. Na hii ni moja kati ya ramani ambayo naweza nikasema imefanya vizuri sana kwa msimu huu hapa. Na hii yote ni kutokana na the way ilivyo designiwa, the way ambavyo imepangiliwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho na kuanzia ndani mpaka nje. Hata finishing yake pia mchoraji nadhani sijakosea katika kuidesign au kuifanya iwe na muonekano ramani hii hapa. Sidhani kama kuna kitu ambacho nimekiacha nyuma. Hii ni ramani ya mwaka wa mbele kabisa, ni ramani ambayo hata wewe mwenyewe ukiangalia inavutia. Inavutia kutokana na design ambayo niliamua kukaa, kutulia na kukuandalia kitu kizuri. Sasa kwa wewe mdau ambao unanifuatilia, nilikopo na kuomba usikatishe video hii hapa, uisikilize mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu naamini kabisa ndani ya hichi ambacho unakiona basi uwezi ukaondoka bure. Uwezi ukaondoka kama ulivyokuja, uwezi ukawa umetumia bando lako bure. Kwa mdau ambao unanifuatilia au sio nifahamu, naitwa Dr. House, ni engineer wa ramani na ujenzi, na twende moja kwa moja katika uchambuzi wa ramani hii hapa. Hii ramani kama unavyoiona, nitakwenda kuelezea kimoja baada ya kingine. Kama unaweza ukaandaa peni na karatasi ili sasa uweze kunoti kimoja baada ya kingine, na hii yote ni kwa sababu ya kutunza rekodi pindi ambapo utahitaji kufanya sasa ujenzi wa ramani hapa. Utaipenda, unaweza ukaja ukaniulizia na mimi nikakupa ramani hapa. Ramani hii ipo kwa wewe mdau ambao utahitaji, ramani hii ipo na kuuzia, na ni very affordable, sio gharama kubwa kama mnavyodhani. Twende moja kwa moja katika uchambuzi wa ramani hii hapa. Ili kwanza uweze kumiliki ramani hapa, inatakiwa uwe na tofali zisizopungua tofali F6. Hiyo tofali F6 ni nje ya tofali za hiyo fence ambayo unaiona. Mimi nazungumzia hapa gharama za ramani hii ya nyumba. Na hiyo yote ni kwa sababu hii nyumba kama unavyoiona, nyumba hii hapa bwana imejengwa kisasa. Kwa maana hiyo afu pia ni kubwa. Unajua nyumba ya vyumba vinne sio ndogo. Ila kwa kuokoa muda twende haraka haraka, kama una swali unaweza ukaja ukaniuliza, mimi nitakujibu. Lakini natakiwa uwe na tofali zisizopungua tofali F6, na hizo tofali F6 zitatosha kabisa kujenga hii nyumba kuanzia msingi mpaka kwenye, yani mpaka kozi ya mwisho juu yani. Na kitu kingine ambacho utahitaji uwe na mifuko ya simenti. Mifuko ya simenti isiyopungua mifuko 233. Kwa wadau ambao wanafuatilia ujenzi, nadhani ukichukua hapo mfuko wa simenti shilingi 24,000 Twiga plus kama sikosei, ukapiga hesabu mara 230 na ngapi hizo, utapata jibu. Na vile vile ili uweze kukamilisha ujenzi wa nyumba hii hapa, inatakiwa uwe na nondo zisizopungua pisi 80. Pisi 80 za nondo. Nadhani gharama zake ni zile zile, inategemeana na eneo, kwa sababu hivi vifaa vya ujenzi bwana, nilishangaaga kidogo. Kuna siku nilikuwa na site Kigamboni, nikaja kushangaa material Kigamboni na material ya huku Mbezi gharama yake ni tofauti, na hapo ndo nilipokuja kuelewa sababu ni nini.